Huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 9 za mwezi wa 8 2026. Hii ni Amka na Baraka One TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Fizi, baada ya kudaiwa kufa, William Amuri Yakutumba aonekana mpya kama mzimu. Huku Kale watu watatu wakiuliwa kwa mabomu ya kurushwa na magaidi wa M23. Mombasa, mauaji yazidi, raia walalamikia FARDC kuhusika kuungana na UPDF pamoja na ADF NALU. Mulenge, Wafuliru wa Mbuti kuwastaki Wanyarwanda kwa kuiba jina lao la Wanyamulenge. Matangazo hayo kwa nasikiza kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda. Usikose pia kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na vile vile kuendelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kudaiwa kufa, William Amuri Yakutumba aonekana kama mzimu. Hiyo tarehe 7 kuelekea tarehe 8 za mwezi wa 8 2026, kamanda wa majeshi William Amuri Yakutumba, ambaye kwa sasa ndiye mratibu wa wazalendo wote jimboni Kivu ya Kusini, kutokana na kauli zake, ameonekana kwenye barabara nambari 5 wakiwa pamoja na kamanda msaidizi wa mkoa wa Kivu ya Kusini kwa upande wa FARDC. Lengo lao kubwa maeneo ya barabarani ni kuhakikisha kwamba vizuizi vyote ambavyo viko barabarani vivolekwa na wazalendo vinaweza kuondolewa. William Amuri Yakutumba amechukua nafasi hiyo kutaka wazalendo wote ambao wanaweka kamba barabarani kwa ajili ya kuendelea kutoza fedha, kitu ambacho kinawaumiza raia na kufanya malalamiko kuzidi kuwa mengi kila kukicha. Hatua hiyo imekuwa ni muhimu na kuweza kupokelewa kwa shangwe, vifijo pamoja na nderemo na wananchi ambao wanatumia barabara ya taifa nambari 5. Baadhi ya maneno ya William Amuri Yakutumba: ni mimi ndiye nayelaumiwa na Kinshasa, na Kinshasa ndiye imetutuma katika hii operation tukiwa tuko na komandari Jean msaidizi. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba barabara inabakia kuwa huru, safi na salama, na yeyote ambaye anaweka bariere barabarani lazima aweze kuondoa bariere yake. Ni marufuku mzalendo yeyote yule kuweka bariere barabarani, kwa sababu wanaoteseka na kulalamika ni wananchi wasiokuwa na hatia. Na baadhi ya kauli ni kwamba kwa sasa inaonekana kwamba tuko tunawafanyia promotion magaidi wa M23, kwa sababu kwa hatua hizi raia wanafikia hatua ya kusema bora M23 kuliko wazalendo ama majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali kama hii ya kuweka vizuizi barabarani, kisha raia ndiye wanalipia pesa, na endapo raia atakuwa hana pesa basi atakiona cha mtema kuni. Hatua hiyo imeweza kupokelewa kwa furaha kubwa, na William Yakutumba akiwa tarafani Fizi alikuwa na maneno yafuatayo: na chef ambia huyu wa hii bariere hapa. Tunafika pale, tunapenda kuongea naye, anakimbia, anaanza kupiga masasi. Msika masasi hapa. Ndio tulimfuatia pote, anakimbia. Alors mubaiti na anapiga mtu analumia. Hivi anapiga masasi, anapiga umwe ya convoyeur. Anapomoka hiki kyote hiki. Wa ile gari kubwa. Alors fanya nguvu ita wale batoto. Tuwaambie batoto hatutapenda bariere hapa tena. Tutafunga moto, tunampeleka ku prison Makala Kinshasa. Hii order tukatumika hapa ni ya Kinshasa. Sasa njoo tunapenda kuconform. Muambie tusione bariere na usiku. Toka ni order kutoka Kinshasa hii tuko natumika hapa. Bana tuacha sie benyewe kule kunani ku point zero kule kuvita, baba nikalia huku Kongo kutrakase watu. Sitaitika. Biote biko ningia mkichwa yangu mimi. Kinshasa kuna niko nani mimi ya kutumba. Wewe ndio mkubwa yabo, wewe ndio una antetile vitu. Na ndio maana tunakamata mission na FARDC pamoja.
Tunataka kuona Mkamba ataiba. Sababu gani? Ile Makamba ile inatrakasi population. Makamba inatrakasi population. C'est comme si wazalendo tunafanya kampanye contre régime ya Tshisekedi. Sababu raia mingi nakuwa nasema au moins M23. Haiko hivi? Ndio. Sasa tunaona kama sisi tunafanya kampanye vile ya kusaidia M23. Ndio. Na ndio maana gouvernement congolais baada ya kuweza kuzunguruka maeneo mbalimbali kwenye barabara ya taifa nambari 5, William Amuri Yakutumba ziara yake bado inaendelea na anatarajiwa kuingia jijini Uvira kwa ajili ya kazi zaidi kwa yale ambayo iko nazidi kuendelea kote jimboni Kivu ya Kusini. Utafahamu tu kwamba ukiachana na tarafa la Fizi kutokana na vizuizi, tarafa la Uvira pia maeneo ya plene ya Ruzizi na kwenyewe vile vile raia wanazidi kulalamikia barieri ambazo ziko njiani, huku wakiwanyoshea vidole wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendeleza kuweka vizuizi, kitu ambacho kinawafanya raia kuwa na wasiwasi mkubwa. Hali hiyo itaweza kuwafuta machozi raia ambao wanalazimika kulipa hadi pesa 15,000 kila wanapojaribu kupita na mizigo kwenye barabara ya taifa nambari 5. Tukitoka maeneo ya Fizi pamoja na Uvira na tujielekeze huko maeneo ya Kalehe ambako watu 3 wameripotiwa kuuliwa baada ya mashambulizi ya magaidi wa M23. Karibia watu 3 ndio wameweza kupoteza maisha, ikiwa mama mmoja pamoja na watoto wake 2 walipata madhara hayo na wengine zaidi wakipata majeraha tokea hiyo tarehe 7 mwezi wa 8 2026, wakati magaidi wa M23 waliweza kutumia mabomu ya masafa marefu ndani ya kitongoji cha Bunji tarafani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Commandment ya sekta operation Sokola ya pili maeneo ya kaskazini mwa Kivu ya Kusini wametoa taarifa hiyo kutokana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kulaani vitendo hivyo vya magaidi wa M23. Vinasema kupitia silaha aina ya kombora ya kurusha ya mortier 82 mm ambayo iliweza kutupwa katika nyumba wanapoishi raia wasiokuwa na hatia walipojaribu kuvamia kijiji hicho, lakini magaidi wa M23 walipigwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivyo kuweza kurudi nyuma. Msemaji wa sekta operation Sokola ya pili maeneo ya kaskazini mwa Kivu ya Kusini, Luteni Meya Gbe Jeremy amezungumza hayo kupitia vyombo vya habari na waandishi wa habari. Hii ambayo kunasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tuingie mkoa jirani wa Ituri ndani ya tarafa ya Mambasa. Mauaji yazidi, raia walalamikia FARDC. Ndani ya mkoa wa Mambasa hiyo, ndani ya tarafa ya Mambasa mkoani Ituri, hiyo siku ya tarehe 8 za mwezi wa 8 2026, watu zaidi ya 10 wameripotiwa kupoteza maisha baada ya kuweza kuvamiwa na magaidi wa ADF. Gari aina ya Fuso iliyokuwa ikisafirisha mizigo iliweza kuangukia mikononi mwa magaidi wa ADF na hivyo kuweza kuchomwa moto na abiria wote walikuwa ndani ya gari hiyo pamoja na dereva kuweza kuondolewa maisha yao bila hatia. Ukiachana na maeneo ya barabara, ndani ya vijiji kadhaa pia raia wameonekana kukimbia makazi yao, yote ikiwa ni hofu ya ADF. Baada ya matukio hayo, wazalendo pia wanaendelea kuitupia lawama majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwazuia kuendeleza harakati za kuwasaka magaidi wa ADF ambao wamekimbilia maeneo ya porini. Habari ya asubuhi kule bwana, sawa? Mimi niko hapa, nimerudia kuve kilomita na Mambasa. Huko wanachoma gari 2, wanaona ba chauffeur wote na madereva ba head chauffeur wanakufa kabisa. Jo hapa niko nakimbia, sina rusha gari Mambasa.
Maibu subuhi hii leo sasa hivi wameua watu hapa sasa hivi. Sasa sisi wote tulitoka Mombasa. Tunadhani njeko mzuri basi. Urudia nyuma hii sasa hapa. Njoo afere kwa matata huku. Kama Parana 20 kilometre na Mombasa. Kwenda rute Pulu. Afere kwa moto sitiasiko danger watakufa. Na mwajali watu wiko mala leze de bandade kunivu moya enya utakombrande afere kwa moto. Hapa ni unarudia Mombasa presse kusandre ya feri kodiri ni danger. Hapa afere kwa moto kabisa hapa. Watu haweko stable donge ni danger. Masasi meanja sahi hapa. 20 kilometre na Mombasa. Dereva 2 na head chauffeur 2 na trose 2 banaziwasha kwa moto. Danger. Tuka afere kwa moto kule donge muombe maombi mingi sana. Usibe tuko huko kuzoni rouge. Voilà. Kwa groupe speak. Haya tulikuwa naenda kwenye kufuata Banalu. Hapa deja delegation speak. Kufuata Banalu kwenye biko. Oh mjomba. Kwa delegation kabambi sana. Tayari tunatafuta kwenye baadhi ya biko. Hapa tuenga kwa by FARDC deja banakatala. By FARDC banakatala turudie kunini? Ademlog. Hapa by FARDC banakatala tusiende kupori. Au pa deja tulikuwa na bapistere. Baya kwa tupeleka mpaka kwenye badui iko. T3 deja napita. Alors hapa tunarudia yetu. By FARDC banakatala basema tusiende kupori. Bon. Atuye kama ku politike kaninye gouvernement. Kwa tutafuti. Abo. Boye. Njoi hapa deja tunarudia yetu. Tunarudia. FARDC na katala nasema tusiende kupori. Hapa groupe FPK ya Mombasa, brigade ya Mombasa. Ya colonel Jerome, commandant de brigade ya Mombasa. Voilà. Kwa politike mwanya ba FARDC barafa. Si ba mai tunarudia yetu nyuma. Ba FARDC barakatala basema tusiende kupori. Wao batapika badui na drone. Sawa. Voilà. Kwa sasa hali maeneo ya Beni pamoja na Mombasa na mikoa na tarafa mbalimbali jirani za hayo maeneo yamekuwa kikabiliwa na athari kubwa kutoka kwa magaidi hao wa ADF ambao ni magaidi kutoka ndani ya nchi ya Uganda. Kabla ya mauaji hayo dalili zilikuwaje? Moja kati ya watu ambao walileta taarifa kwa viongozi anazungumza yafuatayo. Sawa. Jambo baba. Jambo. Kombo na nani? Baufa Isanga Shalaku. Kombo na wewe zali Baufa Isanga Shalaku. Baufa Isanga Shalaku. Okay. Oza kabila ni? Aza Mugenya mtu wa Kisangani. Mugenya mtu wa Kisangani. Oza na mwasi? Nazana mwasi. Onde carte na? Okay. Na ingai kaka na tu nayo. Awa mboka mbabasili. Bandisende mbabatu basili. Iroko ni yo moni na zamba weko pesa message mboka mobemba basili boy. Omeka kolobela biso na vérité. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la forêt, dans la brousse? Ngai bakanga Dimash. Banani? Mabok na Banalu. Banalu? Wapi? Na longue histoire. Okay. Kanina na longue histoire. Ngana koyaka deja na mai na kati saituri. Na yego bimelanga pene na ngai na manduki. Okay. Ebisinga soki obouger tobomi yo. Soki olingo batela molimo yaka. Na respecter na zongi. Batuni ngai oyebaka kokumba oruboro ngana ndimi. Chauffeur na ndimi tellement oyebaka muke. Nzambe pe asungi ngai na memi bango na oruboro tueti molende. Okay. Tobomi na molende ezalaka dimanche. Tolali molende dimanche. Tolali molende lundi. Okay. Mardi bango moko babotoli transmission.
ya Orbor. Okay. Bango moko bakumbi Orbor babandi koevacuer biso na ngambo na Airfo. Mardi wana totambolaka bozalaki ebele baza ebele bino nano population tozali mpe ebele. Okay. Bao babima na bango batepe bapakwa biso toyaki okuta bango tokati na ngambo ya Airfo tokati ituri koto na zamba ya Airfo toavansaka jour wana te tolali lundi mardi lobi nde tobandi arche de 7h à 17h. So nga nazolonga nanga baarche wana te talaka ndenge nazoki bobandi arche yona bino ba population kaka na bango. Ah bon? So botamboli na bango bazotia bino na kati ba mususi ma ba musu liboso. Okay. Bino boza katikati bazokengela bino. Okay. Ba memisinga mikumba nde première fois na mema mikumba. Bango soki olobike na lembi eza risque babomayo. Lobi tobandaki arche 7h à 17h. Oye tolali na nzela. Kokoma na biso na nzela bakangaki mpe bapapa mibale. Kotoyo na nzela. Okay. Toye na bango tolali. Batuni bapapa wana. Awa na mboka eza combien des heures? Bapapa na bayebisi bango ki eza 6h du temps. Bapapa bayebisi bango ki eza 6h du temps. 6h du temps. Na tongo ya lelo. Tobandi arche. Donc tozoya zali na ba PMF na bango mibale. Nde bazalaki liboso na ngai. Sko na moni bato sima moi distance. Amoni moi distance nzambe sunga ngai na kati ya makambo. Ngadi na tiki bango distance na moni sima bato bazate na tele mimuke. Ba PMF wana bakei moi distance ndenga na koti zamba. Mikumba na memaki yango na koti ata presque ba 5 mètres. Na gina déposer mikumba na kimimba. Na kimimbangu titi ina faire ata ba 40 minutes. Tena yuko kuta nzela mususu. Nzela nanga na zoya. Ndena yuko kuta na papa moko na bambute mibale. Okay. Na tuni bango nzela eza kokende wapi? Si ozokende abandiseni. Ndenge nazaki oya mbangu ndenge ozo ya mbangu bwe ndenge bisi bango ku verite ke no bande ndenge nazawa abiki na liwa ko bato ana defa to mokuzi abiki na liwa kana aldia solo banani ngale bisi bango te toye na banalu na ngambo kote papa na na bambute mibale oyo tozongi na bango komi na bango bameminga epa chef okutangire bambute lobi lelo lelo ndenga na kimi bango lelo okimi bango na ba distance ya combien d'heures 6 heures wala basi totambolaki na bango à peu près ata ba 30 minutes. Okay. Ndenga na kimi. Okay. Ndito na bapapa na bameminga epa pa chef. Merci. Chef pe ameminga epa ba polisi. Licha ya taarifa zilizotolewa kwa viongozi wa sekta hiyo, lakini hakuna hatua kubwa ama muhimu iliyochukuliwa kwa ajili ya kuweza kulinda raia pamoja na mali zake. Dalili hizo zinawapa watu wasiwasi zaidi raia katika hayo maeneo, huku wakianza kuamini kwamba ADF ni muungano wa FRDC ambao wanapatikana katika hayo maeneo, wengi wakiwa na asilia ya Kitusi pamoja na majeshi ya Uganda UPDF. Wao ndio wanaojigeuza kuwa magaidi wa ADF. Hii ambayo uko unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Uko nasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Dafeza Daletesha, Da Asha, Da Arena Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Rambake Afrika Kusini, Mohamed Papire Jabu kutoka Afrika Kusini, wote wakiwa bado wako wanasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo, tuingie jimboni Kivu ya Kusini ndani ya vijiji vya Mulenge ambako Wafuliru, Wambuti
kuwashtaki Wanyarwanda kwa kuiba jina lao la Wanyamulenge. Historia fupi inatuonyesha ya kwamba jina kamili la Wanyamulenge ni jina ambalo limeibwa kutokana na kijiji Mulenge, ambacho kijiji hicho kinakaliwa mpaka sasa na Wafuliru pamoja na Wambuti. Ndani ya kijiji cha Mulenge hakuna hata sura moja ya Mtusi, lakini kwa nini watumie jina hilo la Wanyamulenge ili hali jina hilo wala sio la kwao? Mengi na zaidi Mwami Wembasi. Jambo kwa ndugu zangu wa Kongomani mlio ndani ya nchi na wengine ambao wako nje ya nchi. Kuna matatizo ambayo yaliyoko leo katika nchi yetu, na hayo matatizo hayakuanza leo. Hayo matatizo ni tangu yapata sasa kama miaka 34 tuko katika hayo matatizo. Kuna wengine ambao hawakuelewa shida ambazo tunazo, wanasema eti vita tulivyo navyo ni vita vya wakulima na wafugaji. Vita vya wakulima na wafugaji. Wengine wanasema ni vita vya ukabila ambao wanabagua Wanyarwanda swandiza Wanyamulenge. Na wakati tunaongea ukweli kwamba katika Kongo hakuna kabila ya Wanyamulenge. Même si vous pouvez lire, voici les Zaïre, utakutanana muko 450 tribus. Ile 450 tribus hamkuwemo Mnyarwanda au Mnyamulenge, haimo. Lakini unasikia watu ambao wamevaa upumbafu wa udanganyifu wanaanza kusema ni vita vya ubaguzi wa kabila. Acha ni waulize, vita vya ubaguzi na makabila ndio unaweza kuleta wa Kenya, unaweza kuleta Watusi lenilotiki wa Kenya, unaleta wanilotike sijui wa Tanzania, wanilotike wa Burundi, wanilotike wa Uganda, wanilotike wa Rwanda, wanilotike sijui wa Eritrea, Somalia na Namibia, ili wakusanyike katika nchi ya Kongo kama ni vita vya ukabila. Je, huyu Mnyarwanda ndani ya nchi ya Kongo eske ni nationalist? Tumewaambia kwamba Mulenge ni mlima wa Mfuliru ambao unapatikana katika grupema ya Kigoma, village ambayo inaitwa Mulama na Kishagala. Leo sasa banaita Mulenge, ambako kunaishi Wafuliru na Wambuti. Hamuna Mnyarwanda. Huyo ambaye anayejiita leo ni Mnyamulenge. Ni kama naonyesha ubumbuwazi wa watu ambao wanaosema mambo wasioyajua. Toshe turudie nyuma, wanasema ni vita vya mkulima na mfugaji. Eske ushakaona mfugaji ambaye anafuga ana silaha? Au mkulima ambaye anakwenda kulima na silaha? Hapana. Hiyo sio vita ya mkulima na mfugaji, wala sio vita vya ukabila. Acha niwaambie kwamba huu Mnyarwanda ambaye tunaishi naye, tunalema naye soko moja, tunasafiri naye kwenye basi moja, tunakwenda naye kwenye bato moja, aiza tuwa jirani, tunaishi kwa amani, hamuna matatizo. Kati ya raia Mnyarwanda na raia Mkongomani hamuna matatizo. Sasa matatizo yenyewe yanatoka wapi? Hapo ndipo kila Mkongomani anapaswa kujiuliza. Vita ni vya wanasiasa, vita ni vya wazungu, vita ni vya Wanyarwanda ambao wamezaliwa ndani ya Kongo, wamesomea Kongo na wakapata maburse a l'époque ya Ruhigita ambaye alikuwa representant legal wa 8e CEPAC au CEPEZA, njo aliwapatia maburse
wakaenda kusoma huko Ulaya. Na wakati walienda kusoma huko Ulaya, hao Wanyarwanda, wazungu walikuwepo humu ndani ya nchi ya Kongo. Waliotuachia vita hivi ni Mobutu. Taarifa zingine kutoka jijini Kinshasa ni kwamba mtaa wa Kasavubu kwa sasa umefungwa kutokana na kazi ambazo ziko zinaendelea kufanywa na Service National ndani ya jiji hilo. Utafahamu tu kwamba mtaa wa Kasavubu ni moja kati ya mitaa ambayo ilikuwa nasifika kwa uchafu mwingi ndani ya jiji la Kinshasa. Kwa sasa itachukua takriban siku 15 ili kuweza kufungua mtaa huo kutokana na hali jinsi ilivyokuwa mbaya, uchafu kila mahali. Tukibaki ndani ya jiji la Kinshasa, serikali ya Union Sacrée, sio serikali ya sasa, sio ya UDPS bali ni serikali ya Union Sacrée. Amezungumza hayo Bwana Kabuya Auguste ambaye ni Secretary General wa chama cha UPDF kutokana na maneno yanayozidi kuzagaa kwa kushindwa kwa uongozi. Kwa sasa wengi wanatupia lawama UDPS wa kufikiria kwamba serikali ya sasa inaongozwa na UDPS. Badala yake Auguste Kabuya ametaka kuonyesha jamii kwamba ikiwa serikali itashindwa kuleta matumaini kwa wananchi, wasipewe tu lawama UDPS, badala yake lawama iende kwa Union Sacrée, maana serikali hii sio ya chama kimoja, ni serikali ya vyama vingi, na hivyo majukumu lazima yaweze kugawanyika. Goma na Bukavu tarehe 10 ambayo ni kesho, unatangazwa vile morte ndani ya vile ya Bukavu pamoja na Goma na sehemu zote ambazo kuna ikaliwa na magaidi wa M23. Shirika la Tunachoka na Mauaji ya M23 linawataka raia wote ambao wako maeneo ambako kuko M23 kuweza kutii masharti haya bila shuruti. Hakuna kutoka, hakuna kwenda kufanya kazi, hakuna kufungua maduka, hakuna chochote ambacho kitafanyika siku ya tarehe 10, lengo likiwa kuonesha hasira yetu kwamba tumechoka na mauaji ambayo yako yanafanywa na magaidi wa M23. Ili kuweza kusupport hatua hii, raia wote ambao mnapatikana mnaomba kuweza kuonyesha kama kweli mmeshindwa kuendelea kuvumilia kukaa na M23, basi usitoke kwenda kufungua duka wala kufanya biashara yoyote kesho tarehe 10 za mwezi wa 8 2026. Huo ndio utakuwa mwanzo wa mapinduzi ya raia wenyewe kuweza kujitetea kuliko kuendelea kusubiria na kushuhudia jinsi maelfu ya watu wanaopoteza maisha kutoka mikononi mwa magaidi wa M23. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.